wako kufurahishwa na kuziona furaha za imani walioipokea. Asante maana ule mzigo uliokuwa mbegani mwao, maisha waliokuwa wameyapitia kwa sababu ya dhambi, wewe ulifanyika dhambi kwa ajili yao, na kila kosa lao Mungu lilichukua msalabani, ili kwamba furaha yako Mungu ikapata kuongezeka kwa watu hawa. Na ruhusu vipindi vya kufurahishwa kwao vionekane pale watakapoingia na kutoka katika patakatifu pako, wakazione furaha za imani walioiona. Asante kwa sababu wewe ni Mungu kwetu, na hakuna atakaye simama mbele yetu na kutuzuia tusifurahi. Asante kwa neno la jioni ya leo. Asante kwa sababu ya nguvu yako katika neno. Naomba ukatutie mafuta katika kusikia kwetu, nasi tukapokee na kubadilika juu ya mambo yote ambayo yamestahili kuyapokea, katika jina la Yesu Kristo. Kutano tuseme amen. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri. Saidia kumsalimia aliye karibu nawe, mwambie shalom. Haleluya. Walio na haki waseme amen. Hebu sema nimekwisha ongezeka katika neema yake, wala sintapungukiwa na kitu. Sema nimekaa katika kuongezeka na sio katika kupungua. Amen. Tumpe basi Yesu makofi mengine mazuri. Wangapi wamebarikiwa na mkutano huu mkubwa namna hii? Wanaobarikiwa sema amen. Jana tulizungumza kidogo kwamba ile neema tumeiona. Sema amen, amen. Na katika kuiona tumeiona na furaha pia. Lazima tufurahi katika hiyo neema. Kuna kitu utakapokiona lazima moyo wako utafurahi. Lakini jana tulisoma kwenye Matendo tukagundua tulichokiona ni neema. Na hiyo neema imekuja katika Kristo juu ya neema. Haleluya. Tukasema hilo eneo ni eneo la kuongezeka au litakaloendelea kuongezeka pasipo mwisho. Kwa hiyo ule uungu wa Mungu katika maisha yetu hautapungua. Hautaenda katika hali ya kushuka, bali utaenda katika hali ya kuongezeka. Huu mwaka 2026 tutaenda katika viwango vya kuongezeka kwenye mambo ya rohoni na mambo ya mwilini. Sema amina, amina. Yoke jirani yako mwambie tutaenda katika kuongezeka. Sema hatutapungua. Sema tutasonga mbele wala hatutarudi nyuma. Sema tutaenda katika nguvu na si katika udhaifu. Tutaenda katika utele wala si katika vichache, tukishika na kumiliki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haya mambo tumeanza kuyaona tangu siku ya kwanza tulipoanza kongamano hili. Ili kongamano sio la kawaida. Bwana asifiwe. Lipokee kuwa la kihistoria kwako. Liweke kuwa kama sio kongamano ulilolizoea. Lione kama ni kongamano ambalo ni lile wana wa Israeli walipokuwa wanavuka Jordan. Joshua anawaambia, leo hii tunaenda kuvuka Jordan. Sema amen, amen. Tunaenda kuingia katika ile nchi aliyotuahidia Mungu kukupitia baba zetu. Tunaenda kuimiliki. Na katika nchi hiyo kila nyayo zenu mahali zitakapokanyaga nimewapa. Na mimi natamani mwaka huu, kila kalenda ya mwaka huu ya siku, ya saa, ya tarehe, hata ya dakika, kila hatua yako moja ya pumzi unayopumua iwe imeleta majibu makubwa kutoka katika ufalme wa Mungu. Upokee majibu ambayo hujawahi kuyapokea. Kila unachokiona machoni pako kiwe cha kukuletea furaha. Sema amen, amen. Kila utakachokisikia masikioni mwako kiongeze furaha iliyoko ndani ya moyo wako. Hebu sema kwa jina la Yesu.
Ninakitakasa kile ninachokiona, hakitaniletea shida. Na kitakasa ninachokisikia. Maneno yote yatakayokuja masikioni mwangu yatakuwa yamekuja kwa ajili ya furaha yangu. Ninayazuia mabaya, maana nimeumbwa katika Kristo na nimezaliwa mara ya pili katika jina la Yesu. Amen. Leo tunaenda kwenye kipindi kingine cha neema juu ya neema. Hiki nataka nikiweke katika eneo lingine tofauti kidogo. Uko tayari? Sema amen. Amen. Eneo hili la hii neema limekuja hivi. Tunaokolewa kwa imani, si ndio? Au sio kwa imani? Hebu sema nimeamini jina lake, na kwa kuamini nimetoka mautini, nimeingia uzimani. Haleluya. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Yohana sura yake ya kwanza. Samahani, sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18. Inasema hivi: maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aihukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sema amen. Hebu sema katika yeye nimepokea neema ya kuokolewa. Mstari wa 18, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Mstari wa 17 anasema ulimwengu unaokolewa katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Sema amen, amen. Ulimwengu unapata kupokea yale yanayoitwa ndani ya ulimwengu maisha, kupokea kipawa cha msamaha. Ngoja niyaone maisha yako na maisha yangu. Maisha yetu ndio ulimwengu. Amen. Kuna kitu inaitwa dunia, kuna kitu kinaitwa ulimwengu. Ulimwengu na dunia ni vitu tofauti. Tunaoishi tuko hapo duniani kwenye hili limduara hili, lakini humu ndani ya huu mduara kuna watu wanaishi vizuri na kuna watu wanaishi vibaya. Kuna watu wana enjoy life, si ni kweli? Kuna watu hawaombi maombi ya kula Mungu atanipatia chakula wapi, hawajui hayo maombi. Na kuna watu wanamuomba Mungu angalau apate tamlo kidogo. Kuna watu hawamuombi Mungu mahali pa kulala, hata kabla hawajatafuta walishatafutiwa na wazazi wao. Si ni kweli jamani? Ulimwengu wa maisha ya watu yatalala sio maombi yake. Ulimwengu wa maisha juu ya yale anayeyataka yaishi haiko kwenye mawazo. Kuna watu yalishafanyika, yalishaumbiwa humo, yameshatokea. Lakini kuna wengine maombi ni muhimu kwao, maana hawajui watakula wapi, si ndio eh? Lakini hawa wa ulimwengu hawa wanaosema hawakosi hela ya kula, kuna kitu kikiwakuta hata ile pesa yao haiwezi kuwasaidia, maana wako ulimwenguni. Si ni sawa eh? Kuna mtu nilishawahi kumwona anayo pesa na anasifika anayo pesa kwa kiwango cha kwamba haogopi dunia inaweza kafanya nini, lakini akapata kisukari, diabetes, ikampelekea baadaye tukasikia na figo zimefeli. Si unajua figo
Sasa ikishafikia hapo, yule jamaa alikuwa hajui kuomba, hajui kumtafuta Mungu, si ndio? Sasa alikuwa na kila kitu. Sasa anaambiwa figo zote mbili haziko vizuri, na anaanza kuona mapigo ya moyo pia, naye anabadilisha mfumo. Saa nyingine anaenda juu sana, saa nyingine anashuka chini. Huyu mtu ikabidi aanze kujua kwamba huu ulimwengu si wa kuchezewa. Unaweza ukapata vyote, lakini kitu kidogo tu na pesa yako isikusaidie. Sasa sisi tuliomwamini Mungu, sema amen, amen. Hebu nyanyua mkono juu na mnaisema nimemwamini Yesu. Nimeamini jina lake pia. Humu ulimwenguni nitaishi na ushindi, kwa sababu nimezaliwa katika yeye mara ya pili, katika jina la Yesu. Amen. Sasa ulimwengu unasubiri watu wazaliwe, na Mungu naye anataka aendelee kuzaa watu. Amen. Ulimwengu unabeba mambo. Bwana asifiwe. Anayezaliwa tu anatoka na jina baya. Kuna watu wanapewa na majina ya wazazi wao. Jina tu linasema Masumbuko tayari. Hata kabla hajaanza Masumbuko kashapewa jina Masumbuko. Huyu mtu utamsaidiaje? Mgeukie jirani yako, muulize jina lako nani? Ndio maana kuna wakati wengine Mungu alilazimu abadilishe watu majina. Ni kweli sio kweli? Kuna watu paka Yesu alibadilisha watu majina. Paka Sauli aliitwa Paulo. Si ni sawa? Sasa mwangalie jirani yako, mwambie hivi, ulianza na jina shida au ulianza na wazazi? Maana kuna wengine hata kabla mjazaliwa tumboni mwa mama zenu, mama tumboni huko, mumeanza vilio. Wengine wameanza kukataliwa tangu tumboni. Si ni kweli jamani? Maandiko yanasema siku moja Simeoni, Petro, Yohana na Yakobo walikuwa wanaenda hekaluni saa 9 ya mchana ya kusali. Na mlangoni pale kuna kiwete aliyekuwa kiwete tangu, sio kuzaliwa, tangu tumboni. Yaani kuzaliwa ni kitu kingine na tumboni ni kingine. Kuzaliwa huku ndio watu wanajua nimezaa kiwete, lakini mtoto alijua mimi ni kiwete tangu wapi? Yaani akaa kule tumboni mguu mmoja haupo, mmoja upo. Anajiuliza sasa naendaje huko nje? Sina miguu miwili. Akaanza kujiona maskini akiwa tumboni. Akaanza kujidharau akiwa tumboni. Akijua kwamba sina nguvu tangu tumboni, mawazo yanamuingia. Anayebeba maisha mengine huko, anatoka duniani, hata mkimfundisha ukamwambia wewe sio maskini anakataa. Tunaenda sawa? Ndio maana hata leo kuna Wakristo kimwambia hana laana hakuelewi. Maana tangu tumboni anajua kabisa mimi ninaye laana. Babangu alikuwa mlevi, mamangu alikuwa mchawi. Sasa nitakuwaje mtu mzuri? Mwambie mwenzako ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sema amen. Piga kelele sema amen. Kuna watu mpaka umwambie kweli hauna laana akuelewe, itakuchukua miaka zaidi ya 20-30. So mnakumbuka Waisraeli wamekaa Misri miaka 400. Ukiwaambia kwenda Kanaani na Misri, wanasema ni heri tubaki Misri. Kuna matikiti, kuna matango, kuna tena walivokosea vingine wakasema kuna makaburi. Yaani jamaa mpaka anaona kule kuna makaburi. Yaani hiyo ni akili iliharibika. Ngeukia jirani yako mwambie iliharibika hiyo akili. Kwa sababu amezaliwa utumwani na akili imebaki kiutumwa huko. Hicho kizazi hakikufika Misri, kwa sababu walikuwa hawawezi kuzaliwa mara ya pili. Tunaenda sawa eh? Sasa mimi na wewe leo tuliopokea neema juu ya neema. Haleluya. Huu ulimwengu lazima tuushinde. Hauna ubabe kwenye maisha yetu. Piga kelele sema lazima ni ushinde tu. Hata kama
nimezaliwa kwenye mazingira magumu yoyote. Amen. Kuna wadisia watu fulani, mimi nilipozaliwa mamangu akanichukua kanipeleka kwao, kwa ndugu zake na kwa mama yake. Sasa kwa ndugu zake na mama yake mimi nilikuwa ni mbegu nisiyestahili, na mdogo wake mama yangu naye alikuwa amezaa. Kwa hiyo tukazaliwa na mama mdogo na mtoto wake, na mimi nimezaliwa na katoto kingine. Tumelazwa hapo kitandani wawili. Mama yangu alikuwa ananipenda sana, kazungu kaki kazuri, katoka kwenda tafuta tu kuangalia hali ya hewa, mdogo wake na mama yake, yani bibi yako, si ndio wakaona aka katoto kazungu aka kanuksi aka, wakanichukua wakaenda kunitupa mtoni. Sasa ujue na mimi nimekataa kufa kule mtoni, nimekaa nimetafuta siku hizi 3, polisi, gari za fire, ambulance zinapita kama mmeona wapi? Hamna. Mama mmoja katika kupita mtoni alafu si kwamba nilikuwa nalia, maana nimekunywa maji ya mtoni, nimeshiba, sina shida. Kuna watu ukiwatakia wafe hawafi, maana tangu tumboni wameandikiwa uzima milele, uwezi waua. Unataka kunipa umaskini, si upati, kwa sababu nimeshaandikiwa mafanikio tangu tumboni mwa mama yangu. Nimeshabarikiwa tangu, nimeumbiwa tangu. Sasa ninakuja kupatikana mama mdogo ndani, bibi yangu ndani. Mama yangu akasema watoeni tu wajinga hawa, lakini wataona mtoto wangu tena. Baadaye mimi nikachukua watoto mama mdogo nikawatunza, nikawa na hela, leta hawa wanatesekea wapi, kuja huku. Mama mdogo akashangaa, mimi nilitaka kumua ndio msaada huyu jamaa huyu. Mwambie mwenzako watajua vizuri tu. Sema amen, amen. Nataka nikwambie kuna kitu kinaenda kutokea kwenye maisha ya watu, hawataelewa wewe ni nani mpaka hiyo neema juu ya neema itakapoumbika mwaka huu. Watajua wewe ni baraka ya jamaa, ya familia. Amen. Naliandika jina lako kuwa jina linalotawala kwenye familia ya kwenu. Kila uzao wa ukoo wenu watalijua jina lako. Baba mdogo, mama mdogo, shangazi, mjomba. Sema na mimi amina, amina. Haleluya. Wengine majina yenu yanakuja kutafuta wakati wa mazishi tu. Mama nani yuko wapi? Akaangalia masufuria ya kupika chakula, ndio unatafutwa. Mwambie mwenzako hamna hiyo tena. Yaani unatafutwa kwenye kusafisha masufuria ya siku ya msiba. Kagawe chakula kule, kaoshe watu mikono. Yaani wewe, wengine kwenye ukoo wao ndio wanakuangalia hivi. Geuke jirani yako mwambie neema imekuja. Zaidi ya ile ya kwanza. Hii ni zaidi ya yote. Neema juu ya nini? Neema juu ya nini? Piga kelele, sema neema inaanza kufanya kazi. Haleluya. Mama yangu mdogo kabla hajafa akalichukua kalamu na karatasi kurefu, akaandika kwa mwanangu, sikutazamia kwamba wewe ndio baraka ya familia. Wewe ndio mwokozi wa nyumba yetu. Wewe. Paka leo miaka si mingapi ninayo, hiyo barua imekaa tu pale. Mimi mama mdogo aliandika hii. Bibi kabla hajafa na hivyo. Angepata wapi gauni nzuri kama sio mimi? Na mimi naweka neema kwenye mikono yako. Utaenda umba vitu vitakwenda kusaidia walio nyumbani. Wataenda kuvaa magauni, watavaa nguo, watavalishwa. Utajenga nyumba, watalala. Utatengeneza barabara ya kufika. Utawatengenezea maisha watoto wao. Utafanya miujiza. Piga kelele, sema amen. Mungu akupi neema ukala mwenyewe, anakupa na wale waliokuchukia. Sasa alisema nitakupa maadui zako waje mbele yako.
Sasa watakuja kufanya nini? Sikuomba kikapu cha unga. Mwambie wenzako nitawapa gunia. Mimi nafurahishwaga sana na hiyo. Yaani baba mtoto hajaenda shule. Anasoma wapi? Shule ya kata. Anamwambia mwamishe. Mwamishe baba, tuna hela. Nani amekwambia hela? Mwamishe, mpeleke shule inaitwa Tanganyika. Sijui inaitwa nini. Hata ni basi hata jina kubwa kubwa ya shule. Mwambie mwenzako jina yangu hiyo. Sasa hata una jina hata moja limeandikwa hata kwenye kibao jamani. Yaani wewe kweli jina lolote la kwako halipo hata barabarani huko. Kwa hiyo tunapita mjini huku tunasoma majina ya watu wengine. Kwenye magari majina ya watu wengine, kwenye vibao majina ya watu wengine. La kwako tutalisoma kwenye kaburi peke yake? Hapana. Piga kelele, sema kuna kalamu zinaanza andika. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu kalamu zinaandika. Sema kuna viwanda vinaandikwa sahihi. Sema kuna ukuta unaandikwa sahihi. Piga kelele, kuna magari yanaandikwa sahihi. Haiwezekani neema ikaja na jina lako halipo mahali. Mpaka siku nakufa, kuzaliwa na siku ya kufa. Alafu tunalisoma jina. Nakataa. Kwanza niliwaambia mwaka jana, niliwaambia hivi, sifi nikazikwa na niliosoma nao. Wewe ulisoma na mimi utatangulia. Eti watu wanatoka makaburini. Nilisoma naye wewe. Ulisoma naye? Mimi hiyo haitatokea. Alafu eti kuna mwingine anasema tulikuwa naye tangu utoto. Sikiliza. Hii kofia ya neema niliowekewa juu ya neema. Hata kama nilikuwa nakufa Januari hii, sasa imeahirishwa. Alafu kwa kuahirishwa haiandikwi wakati wa kufa. Haiandikwi te. Ni mimi niamue. Kwa sababu biblikali Mungu hajawahi ua. Maana ndani yake kuna uzima. Sema amen, amen. Ndani yake hakuna mauti yako. Mungu hana tarehe yako ya kufa. Wala hajui utakufa lini. Maana Mungu yeye kwake kuna uhai. Mwivi haji ila kuchinja, kuharibu na kuua. Lakini mimi nalikuja ili wawe na kisha wawe nao. Sasa ndani yake kuna uzima wa kwako. Sema amen, amen. Na huo uzima wa kwako akawekea na wengine tele. Hajaja kunitoa, amekuja kuniongezea. Rehema na neema iko hivi. Rehema inaangalia makosa, inaondoa. Mnanisikia? Rehema inaangalia makosa, inaondoa. Neema inaangalia hauna, inaleta pesa. Hauna afya, inaleta afya. Hivi viwili haviombwi, vimekuja naye. Ameketi kwenye kiti cha rehema, ukipita mbele yake na wewe ni muongo, anaangalia pembeni ajue kama wewe ni muongo. Si nilisoma hilo andiko jamani? Au hamkumbuki nilisoma Warumi 4? Inasema hivi, heri waliosamehewa na waliositiriwa na wale ambao hawahesabiwi dhambi. Sasa wewe unaye dhambi, lakini Mungu anaangalia wapi? Huyo amefanya, Mungu anasema hajawahi. Mjai kuonaga hiyo? Halo. Geukia jirani yako umwambie Mungu anafanya kama ajui. Anakubariki na huko anajua kabisa umefanya makosa jana. Kwa nini? Kwa sababu ya Yesu. Huko baadaye anamtuma Absalom akufundishe kidogo usirudia yale mambo, lakini alikutetea jana. Unafikiri kwa ajili ya yale makosa yako jana ungelishi kama Mungu angeangalia makosa? Nani angestahili kukaa hapa? Hamna. Kwa hiyo saa nyingine tena neema inamfunika macho asikuangalie. Halo. Sikwambii ukatende dhambi. Inawezekana wewe ukaa katika yule mtu wa pili aliyesitiriwa makosa yake. Hiyo ni mbaya. Aliyesitiriwa maana yake tuna kumbukumbu. Umerudia tena Si tulikuonya?
Ukiwa ni mtu aliyesitiriwa, usirudie. Litakalokupata lile la kwanza ni afadhali. Jamani, kwenye msamaha wako hivi. Heri waliosamehewa. Kweli Mungu anamsamaha, tena anasema nakusamehe kwa faida yangu. Lakini kuna watu waliositiriwa. Dhambi iondoke, Mungu amefunika tu. Na anakutumia watu kukuonya. Tunaelewana eh? Tena anakuonya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Paulo akasema patianeni shetani, lakini roho yake iokolewe. Hatutaki uonyo mara mbili tatu. Sema amen, amen. Nataka Mungu atembee na wewe kwenye kiti cha rehema na kiti cha neema. Amen. Tupate msamaha. Haleluya. Lakini pia mara nyingine tunakosea, hata sijui kama tumekosea. Saa nyingine labda tumekosea kwa makusudi. Hivi unajua kuna kukosea kwenye makusudi eh? Mara nyingi tu tunakosea kwa makusudi. Usiniambie hujawahi kosea. Mimi naendesha gari. Juzi nimeendesha gari wakati nakuja hapa. Ninachotafuta ni wahi. Barabarani kuna kibao cha 50. Kinasema usikimbie zaidi ya 50. Na kuna mstari katikati ya barabara miwili. Haijapata katika. Alafu mimi na kagari kangu najifanya dereva. Kumbe kuna katochi kamefichwa kwenye mti. Fika tu kule mbele kuna nguo nyeupe. Nasema mimi ni pastor. Pastor wewe ndio tunakutafuta kaa pale. Kuna makosa yanaonekana, wewe unafikiri hayaonekani. Mnanielewa eh? Kuna vitu vingine jihadhari. Haleluya. Piga kelele, sema amen. Amen. Nakwambia nilijitetea. Unajua kwanza inawezekana wewe ni mshirika wangu, namwambia polisi, inawezekana wewe ni mshirika wangu. Kwanza hujaletaga sadaka siku nyingi, akacheka. Akaniambia nenda wewe mchungaji kwa sababu umejitetea sana. Mungu, siku moja nataka niwahi mkutano, gari yangu ni mbovu, najua ni mbovu kabisa. Nilikuwa sina hela kipindio ya kutengeneza gari sana. Kwa hiyo napita kwenye mawazo, nitatengeneza tu siku moja. Sasa natakiwa kwenye mkutano, alafu nimechelewa. Natakiwa niwahi. Sasa ile kuwahi nikaanza sasa trafiki wako mahali fulani, wako pale na wengine. Nikaanza maombi. Baba, nawatia upofu. Wasinione. Niliomba kwa mzigo kweli. Lakini ile tu nimetoka hawa hapa. Maombi hayajasikiwa, yalisikiwa. Mzee vipi, leta leseni. Sasa mzee, nawahi kwenye mkutano, leta leseni. Oh my God. Mzee, mimi ni mhubiri. Leta kwanza leseni. Wewe ni mhubiri, ndio, leta kwanza leseni. Hii gari inaweza sikufikishi. Unaona matairi? Nikamwambia nimeyaombea hayatapasuka, wakasema hatujui maombi. Kuna vimakosa vingine. Amen. Trafiki anakuambia nenda, nisikukamate mara ya pili. Halo. Sema amen, amen. Namshukuru Mungu wa pili huyu. Nimeachiwa tu saizi. Kumbe ulikamatwa akakwambiaje? Nisirudie tena. Sasa hii mambo ya kukosea ndo matatizo. Amen. Mwambie mwenzako usikosee. Hebu piga kelele katika jina la Yesu. Sema nimezaliwa na Mungu sasa. Nimeushinda ulimwengu. Twende moja kwa moja kwenye maandiko. Twende kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Hii neema lazima tuenjoy bwana. Mimi ni mmoja katika watu wanakula raha ya neema. Haleluya. Mwambie mwenzako rehema na neema. Haleluya. Hebu fungua Petro wa kwanza sura ya kwanza. Mstari wa 23. Anasema hivi, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele.
kwa kuwa umezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu, haleluya, si kwa asili inayoingia kwenye kuharibiwa, si kwenye mbegu yenye asili yenye kuharibika, ni kwa ile isiyoharibika. Hili ni eneo ambalo linatokana na Kristo tu. Haleluya. Hili sio eneo la kidini, ni eneo la kuamini. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Hili ni eneo la kuzaliwa na yeye. Lakini kinachonifurahisha zaidi si tu kwamba nimezaliwa mara ya pili, kwa sababu nimezaliwa mara ya pili. Inanipa kitu fulani kuona cha kitofauti zaidi, ambacho hicho kinaniongezea mimi kuona zaidi mbali. Haleluya. Ninaanza kujitazama kwa mtazamo mwingine. Watu wa Mungu, tunaelewana? Anasema si kwa mbegu iharibikayo. Haleluya. Si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Hii ni kumaanisha kuna wa kuharibika na wa kutokuharibika. Tunaenda sawa, watu wa Mungu? Hebu nyanyua mkono juu namna hii, sema katika jina la Yesu, nimezaliwa na mbegu isiyoharibika. Sema isiyoharibika. Ongeza kelele, sema haitalogwa. Sijui nitatumia lugha nyingine, haitafilisika. Uzima wake. Amen. Kwa nini nazungumzia hapo? Ni kwa sababu asili hiyo tu peke yake inanionyesha nilivyo duniani. Hapa jamani, sijaenda mbinguni hapa. Tunaenda sawa? Hapa mimi na wewe tumeamini. Tumetoka mahali penye mauti, tumeingia mahali pa uzima. Ndani ya pale tulipozaliwa, tumezaliwa na asili ya mbegu inaitwa neno. Sawa sawa, watu wa Mungu eh? Tumezaliwa na asili ya mbegu inaitwa neno. Na hili neno kule kwenye Yohana tulisoma. Haleluya. Tulisoma kwenye hili neno mahali kwenye Yohana 1. Hapo mwanzo palikuwa hapo na neno. Naye neno alikuwa hapo kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo huyo neno aliyenizaa ni Mungu mwenyewe. Tunaenda sawa, watu wa Mungu eh? Si ni sawa sawa? Okay. Lakini huyo neno aliyenizaa kwenye kitabu cha Yohana 1 yule anasema naye neno akawa mwili, tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee. Amen. Huyo neno huyo akawa mwili. Sasa jana nikakusomea ile andiko. Nazungumza kwenye level ambayo watu wanaonifuatilia mafundisho kama haya wanavuka maeneo ya vita. Unajua kuna vipindi vitatokea, mtu anapitia kwenye majaribu tu. Anapitia majaribu tu, hayaishi, majaribu tu, vita tu, haviishi. Yaani kila siku wewe ni mtu wa kupitia, si ndio eh? Ninazungumza kwenye eneo Mkristo akishaingia kwenye hicho kipindi. Haleluya. Ni tofauti na vipindi vingine vya historia tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Havijawahi tokea. Ikiwa nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, ikiwa Yesu alifanyika mwili akiwa ni neno, amen, ikiwa uungu wote wa Mungu ulikuwa katika yeye kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya mwili, trust me, tuko kwenye level ya hali ya juu sana. Tunaenda sawa? Nilikusomea Kolosai sura ya 2 mstari wa 6, 7, 8. Nikasema
Mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure, kwa madanganyo matupu. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Yesu mwili, Mungu anakaa kwa utimilifu wote, na sisi wote tunatimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Nilikwambia hiyo jana. Haleluya. Kama sio jana ni juzi. Ikiwa na sisi tumezaliwa na huyo. Haleluya. Nyanyua mkono juu namna hii, sema hawataniweza. Nataka nikuthibitishie, nyanyua tu mkono, sema hawataniweza. Sema watajipanga wengi wanitafute, hawataniona. Watanitafuta usiku na mchana, wataweka mitego kila upande, hawatanipata. Hawataniweza, hawatanikaribia. Kwa kelele zaidi sema hawataniweza. Ndugu zangu, sijaipokea neema ya Mungu bure. Sijaipokea bure. Tena siku moja Paulo alikuwa analalamika, niondolee mwiba, uniondolee mwiba. Akaambia subiri kidogo. Mwiba wake alikuwa anaona ni vita vya majaribu ya huduma yake kwa Wayahudi. Ilimnyima amani. Akataka Mungu amuondolee huo mwiba. Baadaye Mungu akamwambia, sikiliza wewe, ungelitambua nguvu zangu zinapofanya kazi wakati unapoonekana una nguvu. Haleluya. Wakati watu wanavyokufikiri hauna nguvu ulivyo, ndivyo nguvu zangu zinajidhihirisha. Na mimi natamani iwe hivi kwa watu hapa. Watu wanakufikiri wewe ni dhaifu, lakini ndivyo nguvu za Mungu zitakapodhihirisha katika eneo ambalo maadui hawataweza kuelezea. Haleluya. Sema amen, amen. Wana Mungu mpo? Hebu sema nimetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Hawataniweza. Niko katika Kristo, neema juu ya neema kwangu. Nimeyashinda majaribu yote. Na nafikiri nishawahi kuongeaga hapa, naomba pia ni correct kidogo, maana sio jambo geni nikirudia hata neno kulisema tena. Amen. Sio jambo baya. Siwezi kukubali kujifananisha na kizazi cha Israeli kilichotoka Misri kikapita jangwani. Siwezi imba wimbo wowote wa kufurahia maisha ya kupita jangwani kana kwamba ni maisha katika imani. Siwezi imba hiyo. Tunaelewana? Kusoma kwangu Biblia ni kujifunza. Amen. Sisomi nikariri maandiko. Nikikariri hayanisaidii. Nasoma nijifunze. Nasoma makosa ya wengine yasiyo yangu. Kuanguka kwa mwingine kusio anguko langu. Tunaenda sawa? Wana wa Israeli ni kweli walikombolewa kutoka utumwani, na hawakukusudiwa kabisa kuingia jangwani. Hawakukusudiwa na Mungu. Lakini anguko lao ni kwa sababu walisikiliza wazee wao. Na wazee wao waliokuwa wamewaamini kabisa, vichwa vya kila kabila 12 waliotumwa kwenda kuipeleleza ile nchi. Walipowasikiliza wale wazee 12, 10 kati yao walikuja na ripoti ambayo sio Mungu amewapa. 2 tu ndio walikuja na ripoti Mungu aliyotoa, kwamba ile nchi nimewapa, nanyi mtamiliki nchi ile pasipo hofu. Nanyi mtakaa katika nchi ile na kula matunda ile nchi. 10 wakasema haiwezekani. 10 wakasema kuna majitu. 10 wakalalamika, wakasema wanakulaga watu. 2 wakasema tutawala sisi.
Tunaenda sawa eh? Hawa 10 wakaribu mkutano wa watu 2,000,000. Watu 2,000,000, wanaume na wanawake na watoto. Mkutano mzima wakalalamika, wakaongea wakisema ni bora tungebaki Misri. Mungu akasikia walioongea. Mungu akaapa, kizazi hiki kibaya hakitaona nchi hiyo nzuri niliyowaapia baba zao kwa hapa, maana hawakwenenda katika neno langu, isipokuwa Caleb mwana Yefune, yeye ataiona na watoto wake, kwa kuwa alinifuata kwa kila neno. Kwa kila neno. Haleluya. Na mimi ninayaona maisha ya jangwani walivyokuwa wanakufa. Hayakuwa maisha ya safari ya kwenda Kanaani. Hayakuwa. Yalikuwa ni maisha ya kuwaangusha wafe, wasifike. Wanakula mana chakula hiki siku zote. Walioingia Kanaani hawakula mana tena. Ndio maana Yesu akamwambia baba zenu walikula mana wakafa. Maana kilikuwa sio chakula cha uzima. Walipewa mlo huu hivi. Hata kama ni wewe ukipewa uji usiokuwa na sukari wala chumvi, uji, ndio maana ile mana ilikuwa haina utamu wa aina yoyote. Unashiba tu, likiingia tumboni, tumbo hapa. Halo. Yesu akasema mimi sasa ndo mwili wenyewe. Akajitoa, akajionyesha. Haleluya. Na mimi natamani iwe hivi. Usiwazie maisha ya majaribu yako ndio maisha. Inawezekana iko hivi. Wewe ni Joshua, unatembea na kundi la watu wasioamini. Kwa sababu ya wale kundi lizima lile linatembea na wewe, watakusababisha upite kwenye majaribu. Maana wanangojea wawafe. Lakini kwa nini Mungu alimchelewesha Joshua na Caleb? Angewanyakua tu pap, awaingize hivi, asiwatembeze na hawa watu. Maana na wao wanatembea, wanaamini lakini wanatembea jangwani. Wakapotezewa miaka 40. Yesu akaja. Hilo ndio naona tumaini langu. Sema amen, amen. Alipobatizwa na Yohana akachukuliwa na Roho mpaka nyikani ili kujaribiwa na Ibilisi. Akakaa kule siku 40 usiku na mchana hajala. Siku 40 akiandikiwa na Ezekieli, kila siku moja itakuwa mwaka mmoja. Utachukua uovu wao walioniacha nao. Kila siku moja ni mwaka mmoja. Kwa hiyo akachukua miaka 40 ya Israeli kutembea jangwani. Sema amen, amen. Alipomaliza tu akamshinda yule jamaa kule mlimani, kule nyikani. Haleluya. Sema amen, amen. Kutokea hapo, kila mahali alipokanyaga Yesu, magonjwa yalikuwa yanaponywa. Kila alipokanyaga Yesu, mapepo yalikuwa yanapiga kelele. Sema amen, amen. Kila alipokanyaga wafu walifufuka. Kila alipoenda viziwi walisikia, vipofu waliona, viwete walitembea. Na ndivyo itakavyokuwa maisha yako. Hautapita jangwani, maana unaingia katika eneo lile la kuzaliwa na kuishi katika yeye. Katika hilo eneo, kila pepo atakayekuona atajua wewe sio wa kawaida. Majini yatajua wewe sio wa kawaida. Magonjwa yatajua wewe sio wa kawaida. Umaskini sio wa kawaida. Sema amen. Ilifika mahali hata kwenye umaskini Yesu alijionyesha akiwa kwenye mwili baada ya kutoka mlimani. Haleluya. Maandiko yanasema wakaenda katika mji wa Genesareti, naye akawa akisema na wale watu pembezoni mwa bahari. Wakamkusanyikia makutano makubwa siwepo na nafasi. Na akakiona chombo cha mtu mmoja aitwa Simeoni kitupu. Akamwambia Simeoni, niruhusu nitumie chombo chako. Simeoni akamwambia mwalimu, ingia. Akamwambia kisogeze mpaka pwani. Naye akasema nao akiwa ndani ya maji. Akamwambia Simeoni, shusha wavu kamata samaki. Akamwambia mwalimu, nimefanya kazi usiku kucha sijapata kitu, lakini kwa neno lako nitashusha wavu. Alipofanya hivyo, Biblia inasema akakamata samaki wengi,
akajaza chombo chake, nacho kikataka kuzama na nyavu kutaka kukatika. Akawapungia ndugu zake mkono, wakina Yakobo, akamwambia join huku. Andrea wakaja nao wakajaza vyombo vyao. Yesu alionyesha katika imani unayoingia leo hii, mahali pasipokuwa na kitu cha kuweza kutokea, unaweza ukasababisha kikatokea. Kitu chochote utakachokitaka kina uwezo wa kukusikia, kina uwezo wa kufanyika. Piga kelele, sema amen, amen. Nataka nitengeneze mwaka huu katika maisha ya watu fulani. Piga kelele, sema nataka mwaka uwe mzuri. Sema na waamuru mwaka kuwa mzuri. Sasa tufanye hivi. Sema na uapisha huu mwaka kwa amri na kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hautanitendea mabaya. Hautanivuruga huu mwaka kwa umasikini au kwa magonjwa, kwa kufuatiliwa na watu wabaya au watu wowote. Na kila atakayenifuatilia kwa ubaya ataangukia kwenye shimo la mauti, hata nikaribia. Wote walioko rohoni na wa mwilini hawataniweza, hawatanikaribia, kwa jina la Yesu, amen. Ninakuambia useme maneno hayo kwa sababu kuna lugha nyingine nyinyi hamwezi kuzisema. Mnasemaga lugha zingine ambazo hazifai, zinawaponza. Biblia inasema mmekamatwa kwa maneno ya vinywa vyenu, mmeshikwa kwa maneno ya midomo yenu. Mimi sitaki nikuwekee maneno ya kufanya mtumwa. Sitaki nikuwekee maneno mdomoni yakakupelekea wewe kufa kabla ya wakati. Sema katika jina la Yesu, nitapita katikati yao. 10,000 wataanguka mkono wa kuume na 1000 mkono wa kushoto, na hakuna lambo lolote baya litanipata. Amen. Utaishi ukiona adui zako wanaanguka, wewe uanguki. Utaishi ukiona adui zako wanaaibika, wewe hautaaibika. Na utengeneza mwaka wako 2026. Hautakuwa mwaka wa vilio na machozi. Hautakuwa mwaka wa aibu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninainua vipawa vya heshima viinuke na wewe. Vipawa vya kufanikiwa, vipawa vya baraka kwa jina la Yesu, amen. Maandiko pia anatuambiaga mahali pengine, aliye dhaifu na aseme nina nguvu, na aliye maskini aseme mimi. Usiruzike na kusema mimi maskini kwamba ndio heshima. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9 anasemaje? Na kamuda kameenda. Kamuda nao kanisi nikasimamishe. Tukasimamishe muda ni maana wengine hapa wakishaona giza linataka kukaribia wanawaza tutawahi. Mwambie mwenzako tutamaliza tu. Sema amen, amen. Tuko tayari tusome? Wakorintho wangapi? Sura ya ngapi? Mstari wa ngapi? Wa 9. Sema 9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sema ninaijua. Sema ni juu ya neema. Ongeza tena, neema juu ya neema. Maandiko yanasema mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Hichi ni kipawa baada ya kujua neema ulionayo. Tunaenda kwenye hichi kipawa kinachosema ninajua neema. Haleluya. Alikuwa masikini kwa ajili yangu. Full stop. Kwa sababu alikuwa, ingawa alikuwa tajiri. Angalia andiko linavyosema, ili kwamba mimi niwe tajiri kwa maskini wake. Hiyo ndo neema juu ya neema.
Kwenye Agano la Kale alisema hivi, wala pata kuwepo na mtu aliye maskini kati yenu. Nilitafuta ile andiko, atanibariki wapi kwenye eneo hili? Kwa sababu umaskini, ndugu zangu, sio kukosa kazi. Umaskini sio kwamba umekosa shule. Umaskini ni asilia ya rohoni inayotokana na yule mwovu, sio Mungu. Siku zote shetani hajawahi kufurahia mtu akifanikiwa. Hapa sasa hivi tukianza kusema habari ya kutoa, kuna mwingine anaanza kuinamisha kichwa hivi, Mungu nisaidie na mimi nitafute sadaka nipate. Anawaza atoe wapi sadaka. Sasa ile hali akiwa nayo, shetani anafurahi. Shetani anasema nimemweza, ameenda kanisani, hana. Mwingine anayo, lakini anawaza nikitoa nitaishije. Shetani anamwambia tena una madeni. Ukijaribu tu utakuja jikuta anayekudai anakutana na wewe hapo nje. Utaibika. Unasema ni kweli. Mwingine anakuambia tena mdeni wangu amekuja kwenye ibada hii. Anakuambia ukitoka tu asikuone unatoa sadaka, maana anajua unayo hela. Kabla ibada haijaisha, chomoka haraka. Shetani anamfundisha mtu yuko tu hapa. Na mimi nataka nikwambie hivi, hata kama anayekudai yuko hapa, mkutane wote kwenye sanduku la sadaka. Wewe unayedai na wewe unayedaiwa, tukutane hapa, maana asili ya baraka zetu tunazo hapa hapa. Nguvu zako za utajiri ziko hapa hapa. Sema amen, amen. Nyanyua mkono juu, sema ninazo nguvu zake. Sema tena kwa mkono mwingine, sema nimebarikiwa na hakuna wa kunilani. Haleluya. Wana wa Mungu tuko hapa. Iko hivi. Jana nilikwambia nilipambana na Mungu sana madhabahuni. Kisa dola 1700 ninayo. Na nilikuwa nimemwomba Mungu 200 tu. Sasa ninakuja kuambiwa sasa toa baki na ile 200. Kumbe ile 200 ndio inaenda kufungua kubwa zaidi. Lakini nilikuwa nashindana hapa, siwezi kuachia hii. Nikifikiri hii ndio kubwa kuliko zote. Kumbe kuna nzuri zaidi. Niliangalia watu wakichukua hapa basha. Nilikuwa naomba Mungu wajue wanaenda kufanya nini. Usichukue tu. Niliwaambia pa jamani, nilikuwa na gari langu moja Toyota Mark II. Ndio zinatokaga wakati huo. Ka Toyota ni ukitembea barabarani watu wanakasema kase, angalia Toyota ile. Alafu Mungu akaniambia toa. Unafikiri mchezo kuambiwa toa gari? Tukubaliana. Wewe fikiria, unako hako kamoja, na hako kamoja mke wako anangojea apande, hako kamoja na watoto wako nao wanangojea wapande. Familia nzima. Na mwanamke aliyeolewa na mimi, mtu kama mimi, hakubali kutembea tena kwa mguu wala kupanda haisi. Akitaka kwenda kwenye mambo yake, uko wapi? Sasa na sisi wanaume tumeshatawaliwa. Njoo nichukue. Atafanya nini na mimi ndio nimeambiwa nimumsikilize. Nikimkosea huyu hata maombi hajibiwi. Sasa acha tu niende kwa upole. Niende kwa upole nimchukue, lakini moyo unauma. Moyo ananiambia rana, wanaume wenzangu nimekunywa kahawa yangu hapa. Ninaongea. Unaangalia saa nyingine unaacha kuipokea kwa haraka. Ulikuwa unafanya nini usipokee simu yangu? Samahani nilikuwa sasa. Yaani si wanaume tumekamatwa kweli. Lakini naye ni poa tu. Tusingekamatwa na hao tungekaaje sasa duniani? Muulize mwanaume mwenzako ungekaaje sasa? Tungekuwa kama wendo wazimu wengine. Mama natamani nije niongee habari ya wamama. Sio lini niongee, sio niongee kesho. Maana kuna kitu kizuri mnacho ambacho watu hawajui. Kasauti kenu ni kembamba, lakini kanaingiaga kwenye mwanaume mpaka anasema kaka sauti. Kaka sauti. Unaonaga wanaume usiku wanakaka kwenye baa mpaka saa 8. Na wanajifona ni wanaume. Wamekaa kule, wanajua tu nikienda nyumbani itakuwaje. Nika sauti kale. Kuna kasauti na kuna kajicho.
Akikupiga kajicho fulani, hulali siku hiyo nyumbani. Unasema nasafiri naenda sijui nimetumwa na serikali naenda wapi? Kumbe hamna mahali yoyote. Nikatoka gari kangu. Lakini pamoja nilimkwaza mke. Maana sikumwambia. Ili nifanikiwe, ningemwambia isingetoka hiyo gari. Kwani mama anatambia kwani anataka kutembea kwa miguu? Anasema hata mimi Mungu angeniambia. So unatoa tu. Kwani Mungu hajaniambia mimi? Nikamwambia hata siku ile nanunua, kwani Mungu alikwambia? Silinunua mimi mwenyewe. Kwa hiyo nimetoa, ni mimi nimesikia ninunue gari na sasa nimesikia kutoa. Nikatoa iwe sadaka kanisani. Nikarudi nyumbani bila gari. Na niliwaambia kabisa sikuwahi kuzoea kupanda daladala. Na daladala za Arusha ni fupi, zile so super roof. Kwa hiyo ninakaa siwezi kujua hata mbele ni mbele au wapi. Nilivyo mrefu. Daladala zingine zinajaa mpaka hakuna mahali pa kukaa. Nikavumilia. Lakini nikasikia tu moyoni, ili usiteseke, toa. Ndugu yangu, mateso yalikuwa hivi. Mama kitaka gari lazima iende. Watoto sasa sina raha na gari moja. Sikumaliza muda. Miezi miwili haikuisha. Nikapata gari la kwanza. Nikasema hili ni size ya mke wangu. Mimi na Mungu bado. Ningeandika tu jina langu nisingepata gari nyingine. Tunaelewana eh? Nikaichukua nikaandika jina mke wangu. Mama aliponiona siku hiyo nilipewa kila ninachokitaka. Mume wangu I love you, mume wangu sijui maneno. Baadaye naanza kutoka naacha gari hapo naenda kwa mguu. Wala niambi chukua gari. Akaniangaliaga na kaona huyu baba mbona achukui gari? Akaniambia mume wangu mbona uchukui gari? Anambia nikichukua Mungu anipia kwangu. Nikamwachia. Haikupita muda nikapata gari nyingine. Sasa hiyo gari nikasema ni ya kwangu. Kumbe na msichana na kijana. Vijana wa kiume na wa kike. Nao wanajua kuendesha gari. Walikuwa ni matata. Binti akichukua gari ya mama yake harudi. Kijana wangu akichukua gari yangu harudi. Nikamwambia Mungu, nilikwambia sitaki ugomvi. Sasa kwa nini unanipa kwa kuninyima? Mzee, kilichotokea zilikuja za mafuriko. Katika mwaka huu wa kike akapata. Kumbe naye alikuwa kwenye maombi, Mungu nifanyie muujiza. Nikampigia simu, uko wapi? Akaniambia dadi niko kwenye maombi. Nikamwambia umeshajibiwa, njoo haraka. Alikuwa kwenye maombi ya kufunga. Amekuja na pikipiki, amepaki hapo. Niambia dadi. Nikamwambia kula chakula kwanza, kula pizza kwanza. Akaniambia sitaki, niko kwenye maombi ya kufunga. Nimeamua kufunga, siwezi kula kitu yote. Akaniambia saa hii ndio unatakiwa ufungue. Maana Mungu anajibu, akishajibu unafunga ya nini? Akaniambia jadi paka nijue ndio nafungua. Nikamwambia ufunguo huu hapa. Gari ile pale mtoto alinirukia. Mtoto hakika anapenda gari. Daddy I love you daddy. Kachukua gari huyo. Kawafuata wenzake walikuwa kwenye maombi. Jamani maombi yamejibiwa haya. Kuna msichana mwingine alikuwa anaomba pale kwenye siku hiyo, alikuwa anasema naomba tu mume mzungu. Yaani mzungu akuchelewa mpaka saizi yuko Ulaya. Wasichana kumbe wanajua kuomba, wanaomba mpaka mwanaume mzungu. Utamtoa wapi Afrika? Lakini Mungu atamleta tu. Hiyo Mungu sio shida. Jamani, mimi nishawahi kufuatwa na mama moja, niombe mtumishi, namtaka mwanaume mzungu mrefu, mweupe, so sana, mweupe. Nikamwambia usije ukasema ni mimi, akasema nilikuwa nafikiria ni wewe. Nikamwambia hamna, mimi nishapata wangu. Wanawake na wana matatizo. Mimi naye wangu. Nataka nikuonyeshe dalili hizi za kwamba wewe umeandikiwa hivi, umeandikwa ili kwamba ili uwe tajiri kwa maskini wake. Kwenye eneo hilo liko kwenye neema, halitaambatana na maumivu. Eneo hilo limeshafanywa kazi. Alipokuwa mwilini Yesu, namalizia hapo, aliingia
Yerusalemu kwa vigelegele, akipanda punda wa watu na ni mfalme. Mwambie mwenzako, umepanda za watu sana. Mwambie teremka sasa. Yaani mpaka madereva wanaitwa nini ama kutukutwa wanakujua wewe ni customer. I say nakataa. Kwa jina la Yesu siwi customer wa mtu tena. Sema kwa jina la Yesu nakataa. Kuna wamama wengine wanaanza kufikiria sana, mimi gari nitapeleka wapi? Ndugu yangu, ikiwa alishafanyika maskini kwa ajili yako, usiulize huu muujiza nitaupeleka wapi. Hata watoto wako wanautaka. Hata watoto wa watoto wako wanautaka. Piga kelele, sema amen. Oh, mimi nataka nyumba sana. Ndio, hiyo nayo kawa maskini. Mwalimu, nitakufuata mahali popote uendapo. Akamwambia njoo nikuonyeshe napokaaga. Ndege wa angani wanaviota. Mbweha wana mapango. Lakini mimi mwana wa Adamu sina mahali pa kuweka. Sasa unasemaje na wewe? Ai mwalimu, kama design hii ndege wanaweza wakae na nyumba, wewe hauna. Hapana, kaondoka. Kumbe jamaa amekosa ufunuo. Tunaelewana Mwambie mwenzako amekosa neema huyo. Halo? Ukishaigundua hiyo neema, utashangaa tu, unaanza kujenga nyumba na wakati watu wanasemaga tofali sasa hivi limepanda bei. Wengine wanadai chuma imepanda nini? Wengine wanadai gharama ya fundi ni kubwa. Lakini wewe utazifanya nini? Utazipromosha katikati ya mji. Utanunua viwanja katikati ya miji. Utajenga na utajenga. Hakuna mahali neema ya Mungu inajengaga nyumba moja, hamna. Usijidanganye ninaye nyumba moja, haitoshagi. Kwani umekaa wewe peke yako? Tukija tutalala wapi? Watoto wakalala kwenye kochi. Jenga ingine. Sema amen, amen. Ndio kia jirani yako mwambie usiringe na moja. Mwambie tena jenga ingine. Haiko kwenye eneo la kupigika. Iko kwenye neema. Neema ukuwezeshea wewe milango, inafungua milango isiyokuwepo. Njia za kiuchumi zinaingia, zinakupelekea kuanza msingi, zinakupelekea kupata ploti, zinakupelekea biashara nyingine. Unapigiwa simu kutoka Dar es Salaam, unaambiwa natuma mzigo lakini sina mtu wa kupokea. Nisaidie kupokea, nisaidie kusambaza. Jamani, mimi nazungumza na wewe, ninajua hiyo neema kwa wengi niliokutana nao. Yuko mtu baada ya kufanya kitu fulani kwenye huduma yangu, mara moja tu anafanya kazi na mzungu. Mzungu akamwambia njoo Kinshasa mara moja. Kinshasa akapanda ndege Kinshasa. Yuko hotelini tunatuma gari hapa kuja kukuchukua. Anapelekwa Ikulu kukutana na rais wa Kongo. Rais jamaa anashangaa. Ikulu. Roho inagongea mgongoni, inagongea miguuni. Usifanye mchezo unaitwa Ikulu. Ndugu yangu, ukisikia umeitwa Ikulu, maana yake jina lako lishatangulia huko. Security alishakufahamu. Mimi nilishawahi kupelekwa Dar es Salaam Ikulu, sikutegemea. Nikaambia tarehe 9 mwezi wa 3 takuja tuongee. Mimi kwanza aliponipigia kiongozi huyo, mheshimiwa mkuu wa nchi, miaka nyuma sana. Mchungaji, Bwana asifiwe, akasema amen. Mchungaji, nafurahi sana kukusikia. Mimi naitwa fulani. Acha bana wewe ujinga wako. Simjajua ni nani, kumbe ni mheshimiwa. Akaniambia pole, usiogope. Rafiki yako huyu hapa. Akanipa mbunge wa hapa sehemu za Tabora. Rafiki yangu amekuwa. Ambia ongea naye hapa. Nikaongea. Halo, mchungaji, ni mimi fulani. Ndio. Ni nani huyu? Sasa mheshimiwa mwenyewe. Mwambie nisamehe. Ana neno, anataka muonane. Amesikiliza mahubiri yako Dodoma. Nilihubiri Dodoma, wanasema let my people go. Waache watu wangu waende zao. Hiyo nilitangaza Dodoma kabla Dodoma ijawa makao makuu yakajengwa na mheshimiwa Magufuli.
iachie Dodoma. Dodoma imefungwa, haikui, haibadiliki, imekaa hivi hivi. Nikaweka mkutano, watu wako stadium hapa, nilikuwa nahubiri hapa viwanja vya barafu. Watu wako hapa stadium hapa, kuna mpira unacheza, watu wamejaa. Watu wanashangilia stadium, kumbe mimi nafikiria kwamba wanashangilia kuna magoli. Kumbe wananisikiliza huko. Spika zangu zikiingia kule, wanafurahia amen. Nikasema mnafikiri goli, kumbe sio goli. Wakatoka uwanjani wakaacha mpira kuja kunisikiliza. Watu wa usalama wakachukua CD zangu na rekodi hapa. Wakazichukua. Wakamwambia mheshimiwa, sikiliza jamaa anaongea hapa. Jamaa akasema huyu lazima afike. Ndio nikamwambia usiache kufika. Nikamwambia nitakuja mheshimiwa. Sasa ile siku naenda nimeshaletewa pesa kwanza nivae suti. Huwezi kuonana na mfalme umevaa kaptula au malapa. Unapelekwa kwanza unyoe kwanza, usikae kae ovyo ovyo. Geukia jirani yako mwambie utaitwa tu mahali wewe. Yaani sina matazamio ya kujulikana. Siku hiyo nikasikia sauti inatoka kwenye eneo ambalo sio rahisi uingie, sio rahisi ukanyage maeneo hayo, lakini unaambiwa njoo. Na mimi nataka hiki kipawa cha neema kinachokuja na neema juu yake kiende pamoja na wewe, kimalize mwaka huu vizuri na wewe na watoto wako, wewe na ndoa yako. Amen. Yule jamaa Kongo kule, akaingia Kinshasa, akaonana na presida. Sasa kule wanasema presida, mzee kushika mkono ni kama kuna utukufu fulani unashika. Ambia wewe ndio fulani, tumekuita kwa sababu ya machafuko fulani ya siasa. Kuna viongozi fulani tumeamua kunyang'anya share za migodi yetu ambao wameingia kwenye upinzani. Sasa tunakupa hii hapa. Yaani unapewa share ya mtu na hujaifanyia kazi. Hivi unasikia hiyo lugha hiyo? Unapewa jasho la mtu mwingine. Unajua kuna andiko hilo? Limeandikwa kwenye Yohana sura ya 4. Nimewatuma mkavune msichotesekea. Au hamjawahi kusomaga hiyo? Ninyi mnasemaga lazima usote miezi 4. Mimi nawaambia sasa tazameni mavuno yameshakuwa nini? Mwingine ameteseka, wewe unaingia kwenye mateso yake. Yeye havuni, wewe unavuna. Natangaza uwepo huu wa Mungu unaenda na wewe. Kuna watu watapanda kwenda China na wewe hujawahi kufika China, lakini wataleta container mikononi mwako, wataleta baraka mikononi mwako. Utajikuta unahamishwa kutoka kwenye aibu unaenda kwenye heshima. Na uambiwe hivi, mimi na maneno ya Mungu mdomoni. Nilishawahi kufika viwango vya kuzungumza siombi. Mafuta nilionayo yanaenda, yanafanya kitu kuliko maombi na mtu anayekuombea. Ndivyo nilivyo. Na mimi natangaza kipindi hiki cha kwanza cha mwezi hakitaisha hivi hivi. Neema itakuwa imeshagonga mlangoni mwako hivi. Imeshagonga kwenye ofisi yako mahali. Imeingia kwenye akaunti yako ya benki mahali. CRDB wanakutafuta. Watu wa benki wanakuita. Wanasema tumeona fungu linaongezeka. Biashara yako ikoje? Oh my God. Hallelujah. Hebu simama kwa miguu yako. Nataka tutamke matamko haya. Sema kwa jina la Yesu. Nimeijua neema yake Bwana wangu Yesu Kristo. Imekuja neema juu ya neema. Kuniondoa mahali nilipokwama. Kuniondoa mahali nilipoanguka. Kuniondoa kabisa mahali niliposhindwa. Na kunipeleka mahali adui zangu hawawezi kunikaribia. Wala miungu haitanikaribia. Ninapokea upako huo. Upako mpya. Upako wa kwenda mbali. Upako wa kwenda mbali. Upako usiozuilika. Ongeza kelele, upako usio na upinzani. Sema kwa sauti, katika jina la Yesu. Hakutakuwepo na ukuta mbele yangu. Wala hapata kuwepo na kizuizi chochote. Kila kilichoko kinyume na mimi hakitasimama tena. Hii ni neema juu ya neema kwa ajili yangu
wa nyumbani kwangu. Na vibeba vipawa vya neema hii. Nalibeba furushi la vipawa hivi. Nabeba nguvu zake. Nabeba na uweza wake. Nabeba na mamlaka yake. Tangu leo, katika jina la Yesu, miamba itapasuka. Kila milima itayeyushwa. Kila lisilowezekana linaenda kusikia na kutokea na kufanyika kuanzia sasa, kuanzia leo. Maji mengi, mafuriko, hakuna kikomo. Maji kila upande, maji ya neema, maji ya neema, katika jina la Yesu. Hebu fungua kinywa, zungumza na Mungu. Paza sauti, paza sauti. Paza sauti. Kutakutokea mlipuko. 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 Mlipuko usiokuwa wa kawaida. Hautachelewa. Hautazubaishwa. Hakutakuwepo na kung'ang'ana. Hakutakuwepo na kuaibika. Katome kama sirabo. Ongeza kwa kelele hizo za sauti ya kushinda. Ongeza kwa kelele za neema juu ya neema. Ninaona mabehewa ya miujiza juu ya miujiza. Sherira monda, Zakaya manda, Oria bobo sakamanda. Tumezaliwa na Mungu. Tumezaliwa na yeye. 2026 lango lako halitafungwa. Lango lako halitafungwa na mtu. Yatokee mambo makubwa kwako. Holy Spirit, asante. Asante kwa yule baba. Asante kwa yule mama. Kwa yule kijana wa kiume na wa kike. Yule anayenisikiliza kwenye mtandao ya kijamii. Kwa yule aliyoko nyumbani. Kwa yule yoyote anayeendesha gari lake sahihi. Kwa yule anayenisikiliza ndani ya ofisi yake. Yule anayesikiliza kwenye redio. Ananiangalia kwenye televisheni yake. Na iruhusu roho ya neema juu ya neema juu yako. Milipuko ya karama, ishara na miujiza. Kazi mpya zikazaliwe. Kazi mpya zikatokee. Milango mingine ikatokee. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yorio babose meka. Yamonde Sakayatori. In the mighty name of Jesus. Asante Yesu. Amen. Weka mkono kwa kifua, sema maneno haya. Weka mkono mmoja kwa kifua, sema maneno haya. Sema ninajipatanisha
na neema juu ya neema katika malango ya Kristo. Sintaonewa duniani wala sintatafuta kwa tabu, na mlango wangu uliofunguliwa katika Kristo hakuna atakayeufunga. 2026 mabadiliko makubwa na yaruhusu sasa yakatembee na mimi katika kila upande, katika jina la Yesu Kristo, amen. Shangilia Yesu kwa makofi. Mungu awabariki.